Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, sala na amani kutoka kwake zimwendee nabii wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye na hadithi na sahaba kiramu takasifu na wote miongoni mwa waja wake Allah watakaokuwa tayari kufuata nyayo na mafunzo sahihi ya dini hii sawa na njia aliyotuachia Mtume wetu mwisho. Allah tujalie sote miongoni mwa hao. Ndugu yangu, ninakuhusia kama ndugu yako Muislamu, fuata haya ninayokuelekeza bila kusahau nafsi yangu. La kwanza, jitahidi sana, Allah akikujalia ukafika tarehe 1 mwezi wa Dhulhijja, jipange kama afya itakubalia na hauko kwenye safari, inapendeza kufunga zile siku 9 kuanzia tarehe 1 mpaka siku 9. Lakini hili ulizingatie ni kwa yule ambaye hayuko hija. La pili, jitahidi sana katika masiku yale 10 uzidishe sana kufanya dhikri, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, mkabir Mwenyezi Mungu, Allahu akbar, wewe ndio lako, la ilaha illa Allah, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, ziwe ndio nyingi sana kwenye ulimi wako. Na la tatu, Allah akikupa uwezo, na hasa kwa wale ambao wako ndani ya nchi hile, watu watekeleze hija, watu watekeleze umra. Na la 4, ndugu yangu, kwa wewe ambao utakuwa umejaliwa kwenda hija au hukujaliwa lakini Allah amekupa uwezo, jitahidi sana uweze kuchinja, kwani kwa hadithi msahihi Mtume Muhammad sallallahu anasema yeyote ambaye atakayepewa uwezo na Allah kuweza kuchinja kisha akashindwa kuchinja kwenye Eid kubwa, Mtume anasema huyo asikaribii kwenye nafasi yetu ya kusali sala ya Eid. Kwa hiyo kama Allah atakupa uwezo, jitahidi uweze kulitekeleza hilo. Na la mwisho kabisa, jihimize katika 10 hayo ya mwezi wa Dhulhijja, utekeleze matendo mema, ulimbikile thawabu, kwa sababu haujui yanayokuja mbele yako. Huna uhakika kama utakutana tena na 10 lingine mwakani, kwani kukutana nalo ni majali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuweke katika waja wake wazuri, wale ambao wakielekezwa kwenye haki wanafuata na wakielekezwa kwenye batili wanajitenga nayo mbali. Atuhurumie kwa huruma wake, atusimamie mambo yetu, atubariki kwa kila shughuli zetu tunazozifanya, atujalie tuweze kuwa viburudisho kwenye macho wazazi wetu, na wajalie watoto wetu ni viburudisho kwenye macho yetu, na tujalie sote pepo ya Firdausi siku ya mwisho iweze kuwa ndio mafikio yetu, na asitufishi isipokuwa ameturidhia, atupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.